Naam, bwana, draw ya ligi ya kombe la shirikisho barani Afrika tayari imewezwa kufanyika muda mrefu kutokea sasa, ambapo timu wawakilishi kutoka Tanzania, timu za Singida pamoja na Azam FC zimeweza kupata makundi yao ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kama ilivyo ada siku zote michuano hii ya kombe la shirikisho pamoja na ligi ya mabingwa barani Afrika huanza kwa kupanga ile hatua ya kombe la shirikisho, kisha huja ligi ya mabingwa barani Afrika. Hivyo kwa upande wa timu za zinazoshiriki michuano ya kombe la shirikisho kutoka Tanzania ni Simba, ni Azam pamoja na Singida Black Stars, huku katika ligi ya mabingwa barani Afrika zikiwakilishwa na Simba na Yanga ambazo zenyewe zipo katika michuano ile ya kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika, huku Azam pamoja na Singida wakiwa katika kombe la shirikisho. Hivyo moja kwa moja ngoja nikutajie kundi ambalo wamepangwa. Klabu ya Azam wamepewa vigogo Wydad Casablanca pamoja na AS Maniema kutoka Kongo, Azam FC pamoja na Nairobi United kutoka Kenya. Hivyo Azam FC wapo katika kundi B, ambapo wapo na timu za Wydad Casablanca kutoka Morocco, AS Maniema kutoka DR Congo, Nairobi kutoka Kenya, Nairobi United kutoka Kenya. Hivyo timu kutoka group B ni Wydad Casablanca, AS Maniema, Azam FC pamoja na Nairobi FC kutoka Kenya. Kwa upande wa Singida Black Stars, wao wamepewa vigogo ambapo kwa pamoja wapo katika kundi C. Singida wapo katika kundi C wakiwa na timu za CR Belouizdad, Stellenbosch, AS Otoho pamoja na Singida Black Stars. CR Belouizdad kutoka kule Algeria, Stellenbosch kutoka kule South Africa, AS Otoho kutoka kule Togo, lakini pamoja na Singida Black Stars. Hayo ndio makundi ya timu ya Singida Black Stars pamoja na timu ya Azam FC. Lakini kutajie magrupu yote kwa pamoja ya kombe la shirikisho msimu huu ni group A, ipo timu ya USM Alger kutoka kule Algeria, wapo timu ya Joliba kutoka Mali, Joliba de Bamako kutoka Mali, wapo OC Safi, lakini pia wako timu ya FC San Pedro kutoka Angola. Group B wapo Wydad Casablanca, AS Maniema, Azam FC pamoja na Nairobi United kutoka Kenya. Group C CR Belouizdad, Stellenbosch FC kutoka South Africa, AS Otoho pamoja na Singida Black Stars. Group D wapo Zamalek kutoka Morocco, Al Masry kutoka Misri, Kaizer Chiefs kutoka South Africa na Zesco United kutoka Zambia. Bwana, group D, group la kifo hili. Sikiliza timu ambazo zipo katika group D: Zamalek kutoka Morocco, Al Masry kutoka Misri, Kaizer Chiefs kutoka South Africa na Zesco kutoka Zambia. Bwana, ili group D hakuna mnyonge, kila timu ni timu kweli kweli. Kwa upande wa kiungo wa zamani wa Arsenal na timu ya taifa ya Kameruni, Alexander Song, katika upangaji huu wa makundi ya kombe la shirikisho, yeye amesema kwamba group D ndio group gumu kuliko lote kulingana na zile timu ambazo zipo pale, kwa maana timu ya Zamalek, Al Masry, Kaizer Chiefs pamoja na Zesco ni timu tishio. Hivyo anaamini group D ni group gumu kweli kweli. Lakini kwa mtangazaji kutoka pale katika kituo cha Super Sports, yeye amesema group B ni group gumu kweli kweli, kwa maana ya Wydad Casablanca, AS Maniema, Azam FC na Nairobi United. Akasema timu za Wydad Casablanca pamoja na AS Maniema ni timu ambazo ni ngumu, lakini kuna dabi ya Afrika Mashariki baina ya Azam FC pamoja na Nairobi United. Lakini pia tukiangalia makundi ya timu kutoka Tanzania ambazo zinashiriki michuano ya kombe la shirikisho, kwa maana Wydad Casablanca group B na C, kwa maana timu za Tanzania zinashiriki michuano ya kimataifa katika kombe la shirikisho, kwa maana ya Azam FC pamoja na Singida Black Stars. Tunaona Azam katika group B wana mechi ngumu sana
dhidi ya Wydad Casablanca, kwa maana ya wanaenda kutana na Stefan Aziz Ki. Bwana Stefan Aziz Ki anarudi tena katika ardhi ya Tanzania, safari hii akiwa anakuja kucheza na Azam FC. Stefan Aziz Ki anawafahamu vyema kabisa Azam FC na atawaambia vitu vingi sana. Lakini pia Azam FC ataenda kucheza pia na AS Maniema. Hapa kuna mchezaji wa zamani wa AS Maniema ambaye kwa sasa anacheza ndani ya Azam FC, Jafet Kitambala Bora. Anaenda kukutana tena na wapinzani wake wa zamani AS Maniema. Hivyo Azam FC kucheza na Maniema pia kuna nafuu kidogo kwa kocha kama Florent Ibenge ambaye ni Mkongo, anawafahamu vyema AS Maniema, ni Wakongo wenzake, lakini pia kama ambavyo unafahamu anaifahamu vyema ligi ya DR Congo. Hivyo Azam wanapata faida ya kufahamu hawa AS Maniema, lakini pia wanamshambuliaji ambao wanawafahamu mabeki wa AS Maniema, Jafet Kitambala Bora. Kwa hiyo mchezo kati ya Azam dhidi ya AS Maniema utakuwa ni mchezo mzuri na wa kuvutia. Nairobi United FC, tunafahamu jinsi ambavyo soka la Nairobi sasa hivi linavyoanza kukua, lakini naona huyu ndo atakuwa ni kitonga wa group zima B, kwa maana Nairobi United hawa ndo wanaweza kwa kitonga cha group B, kwa maana Wydad atakuwa anataka kupata point 6 kwa Nairobi, Maniema ataka point 6 kwa Nairobi, lakini pia Azam FC akitaka point 6 za Nairobi. Lakini pia Nairobi wenyewe wataangalia kutaka kupata point kwa za majirani, kwa maana ya Azam FC. Japokuwa sio nilo likitokea, lakini mpira una kila kitu. Tumeziona timu za Bandari na Vira ambazo zilikuja hapa Tanzania kucheza katika ile michuano ya katika matamasha ya Simba na Yanga, kwa maana ya Simba Day na wiki ya Mwananchi. Umeona soka la Kenya ambavyo limekuwa, japokuwa walipoteza michezo yote miwili timu hizo, lakini walitoa upinzani mkubwa sana, jambo ambalo tunaamini kwamba soka la Kenya limekuwa kwa kiasi fulani. Lakini ukiangalia mechi zidi kati ya mechi ambayo itakuwa ni ya kivutio zaidi ni kati ya Wydad Casablanca dhidi ya Azam FC katika mechi zote za kule Morocco pamoja na hapa Tanzania. Lakini pia group C Singida Black Stars, wao bwana hapa wana mechi ngumu mbili. Wana mechi dhidi ya CR Belouizdad ambao hapa mchezaji wa zamani wa Dar es Salaam Africans ambaye kwa sasa yuko Singida Black Stars, kwa maana ya Khalid Aucho, ataenda kukutana na CR Belouizdad pamoja na Nixon Kibabaga ambao waliweza kuifunga mabao 4-0 katika mchezo wa grupu ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo Young Africans aliweza kufuzu katika grupu hilo, ambapo katika mchezo kati ya Yanga dhidi ya CR Belouizdad Young Africa waliweza kuibuka na ushindi wa mabao 4-0. Hivyo mchezaji Khalid Aucho anakutana na CR Belouizdad ile ambao waliweza kuitoa katika michuano ile ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini pia wana mchezo dhidi ya Stellenbosch ambao hawa ni vigogo wa South Africa wenye fedha kama alivyokuwa Singida Black Stars, wana msuli wa hera, lakini Singida waliona Stellenbosch wakicheza dhidi ya Simba, ambapo Simba waliwaondoa Stellenbosch katika hatua ya nusu finali ya kombe la shirikisho msimu uliopita. Stellenbosch katika msimu uliopita ndio timu ambayo ilifanikiwa zaidi katika michuano hii mpaka sasa hivi, ambapo waliweza kufika katika hatua ya nusu finali ya michuano hiyo, ambapo Stellenbosch wapo katika group C pamoja na klabu ya Singida Black Stars. Hivyo Singida Black Stars wana mechi ngumu dhidi ya CR Belouizdad kutoka huko nchini za Kiarabu, lakini pia dhidi ya Stellenbosch. Hivyo Singida wana michezo miwili migumu. Lakini kwa upande wa kiujumla na waona Azam FC wakiwa na mtihani mgumu dhidi ya Wydad na Maniema. Kama watapata pointi nzuri, naona kabisa Azam FC ya Ibenge mwenye uzoefu na michuano hii wakifanikiwa kufika kutinga katika hatua ya robo finali. Lakini Singida Black Stars ana mtihani mgumu dhidi ya Stellenbosch na Belouizdad, hivyo anatakiwa kucheza karata vyema kabisa ili kuhakikisha kwamba anaweza kufuzu katika hatua inayofuata. Bwana, usiondoke ndani ya Spoga TV, kwani tunakuletea hivi punde draw ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Makundi yatakuwaje? Wawakilishi wetu ni Simba pamoja na Yanga ambao wanahitaji kupata safari za matumaini kuhakikisha kwamba malengo yao ni kufuzu
kwenda katika hatua ya nusu finali ya michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Tuambie maoni yako. Je, unaona Azam wakifuzu kwenda katika hatua inayofuata kwa maana ya kufuzu kupita kwenye hatua makundi kwenda robo finali kwenye grupu hilo? Lakini je, Singida unamwona naye akifuzu kwenda katika hatua inayofuata mara baada ya kupangiwa grupu hilo, grupu C? Tuandikie maoni yako hapa. Hii ni Spoga TV. Endelea kusubscribe, kushare, kulike na comment. Hii ni ya kwetu wote.